Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu maridhawa cha ulimwengu wa mashekhe. Kama ilivyokuwa ada, kipindi hiki kinakujia kwa kuwaoji mashekhe mbalimbali kuweza kujua historia zao za ilmu zao, lakini pia kuweza kujua fani mbalimbali ambazo wamekuwa bobezi katika fani hizo na kuona namna gani tunaweza kupata faida kulingana na taaluma zao na ilmu zao. Na leo tupo katika muendelezo na awamu yetu ya pili ya mahojiano yetu na Shekhe Hamdani bin Idi Malungika, ambaye tulifanya naye kipindi katika awamu ya mwanzo, na leo tupo katika muendelezo. Nikukumbushe tu katika mambo ambayo tuliongea katika awamu ya mwanzo, tuliongea juu ya ufahamu wake katika mambo ya kisufi, lakini pia katika mambo ya kisheria, na leo tutajikita zaidi katika engo hizo mbili. Mungu atupe nguvu na uwezo wa kuweza kuyazungumza mambo hayo katika ukamilifu wake. Lakini kwa sasa tumkaribishe Shekhe atupe salamu, na kisha baadaye tuweze kuelezana nini kinachofuatia. Shekhe Hamdani, karibu sana, wasalimie wapenzi watazamaji wetu. Shukran wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Shekhe. Bila kupoteza muda, katika kipindi ambacho kilipita tulizungumza juu ya swala la uwezo wako na ilmu yako katika fani za sheria, lakini pia tukazungumza katika ilmu za kiroho ambazo uliwahi kuzipitia, ni ilmu za kitwarika, na ukataja mashekhi ambao walikulea katika malezi hayo. Na tunataka tulizungumza hili jambo leo katika kipindi chetu kwa kuangalia sheria, lakini pia kuangalia hali ya kisufi na twarika. Katika sheria kuna mambo mengi yanazungumzwa katika jamii, na kwa sababu sheria ndiyo sheria, ufikia hatua lazima tuwaone wana sheria ili waweze kutueleza uhakika na usawa wa hayo mambo namna yalivyo. Katika dini yetu ya Kiislamu kuna kitu kinaitwa madhhabi. Kuna kitu kinaitwa madhhabi ambacho tunaona Waislamu wakiwa na mitazamo tofauti, matendo tofauti na mielekeo tofauti ya matendo yao, lakini wakiwa wamekaa katika kivuli cha kusema kwamba hii ndio madhhabi yangu, hii ndio madhhabi yetu. Hili swala la kimadhhabi lipo vipi, linazungumzwaje kisheria, na ikiwezekana utueleze hasa asili yake ni nini hili jambo. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma يا من مقاليد الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح ويا عليم يا فتاح، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح ويا عليم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. اللهم يا من مقاليد الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا رسول الله. وبالله من بسم الله الرحمن الرحيم. Kweli kuna kitu madhahib, na kwa sababu ya kulelewa watu katika maisha yao, hiyo basi kila mtu anafasiri kwa namna mbalimbali. Yuko mtu anasema yeye hana madhhab kwa sababu madhhab ndio yanaharibu Uislamu. Fahamu zake alilojitoka mwenyewe, hakufundishwa, zinamjia hivyo. Kwa hiyo tunaingiza neno hilo, linasababishwa na ile kauli iliyokuwa maarufu duniani na kila mtu anaijua, na yasemekana uko katika fimbo ya Nabiullah Musa
ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه. Kwa hiyo akili yake mtu bila shekhe inampeleka mahali mbalimbali, maana yake atakuwa shetani, na shetani ndio anamuongoza, lazima muongozi kubaya. Kwa hiyo neno madhahib yapo duniani na katika Uislamu yapo, na asli ni kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aidha kwa mitume. Inshallah Mungu ametawfiki nieleze yaliyokuwa sahihi na niepushe kueleza sio sahihi, birahmatika ya arhamar rahimin. Asili ya madhahib ni yale mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kauli anayoeleza kwamba ashabi kannujum biayyihi muqtadaytum ihtadaytum. Rejea Sheikh Bob kauli rejea ashabi kannujum biayyihi muqtadaytum ihtadaytum. Sahaba zangu wengi sana kama nyota, kwa yoyote mnomfuata basi mtakuwa mmeongoka. Kwa athari ya madhahib hasa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa wamepokea kwa Bwana Mtume maneno mbalimbali, ilmu mbalimbali, wako kwa ilmu ya tasawuf wamebobea juu hilo. Hata baadhi ya masahaba walikuwa wategemezi kwa wale masahaba. Sasa katika taswira hiyo na maelezo hayo kwamba Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba maswahaba zangu mimi ni kama nyota, ni wengi mno, kama nyota. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye popote ambako wewe utakuwa ukimfuata mmoja kati ya maswahaba zangu ukafuata njia hiyo, utakuwa umeokoka kwa kufuata njia hiyo. Lakini sasa kwa mazingira haya, maana yake asli ya madhhabi ni Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, mafunzo aliyoyatoa kuja kwa wanafunzi wake ambao ni maswahaba. Sasa kuna vitu vinaleta shida. Katika vitu ambavyo vinaleta shida, tunaona kuna baadhi ya madhhabi zinakuwa na mitazamo na misimamo ambayo inatengeneza uadui kabisa na mitazamo na misimamo ya watu wengine. Hili linakuwaje ikiwa wote hawa wamepata hizi elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini hizi madhhabi zinakuwa nzito mpaka kutengeneza uadui na watu kuto kuzikana na kusalimiana? Ipoje hiyo? Naam, hii inatokana na neno lile wa la shaykhu lahu fa shaykhu sultan. Watu wanasoma ovyo bila mashekhe. Kwa hiyo asili ya dini, kila sahaba alivyopokea na kafundisha na kafundisha, basi kila mtu anajitahidi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mwingine amejua neno hili Mtume kafanya hivi, sahaba mwingine kaza hakufanya hivi, basi hawa wanachuoni hawa ikhtilafu zao kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ulama nini rahmatul umma, kutofautiana madhehebu na mwenendo tofautiana ni khairi, kwa sababu kuna madhehebu mengine yanaamrisha kwa mathalan udhu, ukimgusa mwanamke umetenguka. Yako madhehebu yanasema udhu ukimgusa mwanamke au tenguki kwa sababu hukugusa kwa tamaa
ukimkosa kwa tamaa, sasa utapata rehema vipi hapa? Huyu mtu hawezi kuepukana katika jambo lake na wanawake, utakuta atategemea madhahiri atamfaa. Huyu mtu ambapo anaweza kuepukana na wanawake katika ishara zake na katika ibada zake, huyu analiweza hili. Kwa hapa imeshakuwa rehema kila na mambo mengine tofauti. Sawa. Na je, katika sheria sasa ya dini na huo mpangilio wa kimadhehebu, anaruhusiwa mtu akaamua katika hili nitafuata madhehebu hii na katika hili hebu nitafuata kauli hii, akawa anachagua zile kauli na akawa ajamili upande mmoja kwamba mimi nipo hapa tu? Sheria ya dini inaruhusu hilo jambo? Hairuhusu, ila kwa dharura. Sheria inakataza kabisa kuqallid madhhab ila kwa sharti. Kuna jambo limetokea, wewe madhhabu yako Shafi'i, lakini imekuta dharura, kuna mahala lazim mgongane na wanawake, basi hapo kwa sababu hiyo utatoka kwenye madhhabu yako, ila kwa sharti ujue madhhabu hayo na qalidi yote, ili ukitimize yote. Kwa mathalan Imam Maliki anasema udhu hautenguki kwa kugusa. Sasa anasema Imam Maliki ile muwala ni fardhi, si sunna. Muwala ni fardhi, si sunna. Muwala ni nini Sheikh? Muwala ni mfululizo katika kutawadha. لا يجيف العضو قبل تمام الوضوء. sawa. مثلا umesha uso alafu unakaa mpaka unakauka unaosha mikono, hiyo ni nini? Ni kukosa muwala. Sasa inda Shafi'i hiyo ni umekosa sunna, lakini inda Maliki hiyo umekosa udhu kabisa. Sasa wewe ni mtu wa Maliki, ni mtu wa Shafi mathalan, unataka kuchukua madhhabu sasa ya Imamu Maliki, umeshalaza udhu wa Shafi. Sasa umeingia kwamba mwanamke kakugusa, lakini unasema una udhu. Kwa mujibu wa Shafi Maliki huna udhu. Sasa una mili upande mmoja, sharti ujue madhhabu yake yote na utakidi pale kwamba muwala kwa hapa la yakda wala taqda falla sunnat. Mmoja katika sheria ya udhu asitakidi kwamba kitendo hiki kinafanya kuosha uso ni sunna. Kwa hiyo kama ataosha kwa nia vizuri itakuwa hasi. Hivyo na Maliki ukiitakidi muwala ni sunna kwa upande wake, udhu huna. Sasa umetawadha udhu wa Shafi, alafu nataka utumie katika kutengua udhu Maliki, hapo umechanganya, uwezi kufaulu na sikweli hata kidogo. Kwa maana na lazimika najikuta nacheka kidogo. Kwa maana hata namna ile ya kutia udhu ina maana kuna utiaji udhu wa Kishafi na kuna utiaji udhu wa Kimaliki. Hapana shaka. Lakini pia kuna vitu vinavyotengua udhu vya Kishafi na kuna vitu vinavyotengua udhu vya Kimaliki. Kwa hiyo kama umetia udhu wa Shafi, basi unatakiwa uwe makini na vinavyotengua udhu Kishafi. Sio udhu wa Shafi alafu baadaye matumizi ya Maliki. Okay, asante sana. Tunasoma hivi ni katika vitu ambavyo wengi hatuvifahamu. Tumezungumza mambo haya ya mashehe. Niliwahi kusikia pahala kwamba hawa mashehe wa kimadhahabi, wapo mashehe ambao waliwahi kuishi pamoja, wengine waliwahi kusomeshana. Hebu tupe kidogo hiyo tujue maisha yao yalikuwaje, kwa sababu maisha ya sasa ya watu wanaotofautiana madhahabi kidogo yamekuwa na changamoto kidogo. Waliwezaje kuishi hawa watu wakiwa na mitazamo tofauti na darasa tofauti? Bwana hawa kwa sababu safari yao yote ilikuwa ni moja,
ya kuelekea kwa Allah subhanahu kwa kupitia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kila shekhe alijua huyu ni shekhe kapata ilmu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale aliyojifunza hayana shaka. Kwa hiyo hakubughiana. Imam Shafi radhiallahu anaitakidi kwamba bismillah ikiachwa katika sala mtu hana sala. Huo ndio msimamo wake. Ndio. Sawa. Na Imam Abu Hanifa na baadhi ya madhehebu mengine wao wanasema bismillah haikuwa nguzo, haikuwa fardhi katika wake wa lazim katika sala. Kwa sababu si aya. Sawa sawa. Lakini kwa sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu aliyojitahidi katika kutafuta haki atapata fungu mbili, akipatia atapata fungu mbili, atapata fungu la jitihada na fungu la kupatia. Akikosea atapata fungu moja la kule kujitahidi, mtu aliyejitahidi. Kwa hiyo hawa madu arba'at khususan maarufu fi dunia mujtahidin ائمه المجتهدين امامنا الشافعي رضي الله وامامنا امام الاعظم شيخ ابو حنيفه رضي الله وشيخ احمد بن حنبل رضي الله hatimaye Imam Malik رضي الله hawa ndio katika sunna wal jamaa ndio wanaitikadiwa kwamba wamechukua mafunzo wana mtume na kila mtu sahihi. Ndio maana kila mtu hakuwa na shaka na mwenzie kumwambia huyu si sawa. Na shekhe, katika hao maimamu wanne ambao mwazungumza, wapo watu wengine wana madhhabi zao zingine zinatofautiana sana na mafunzo ya maimamu wanne, lakini na wao wanaonesha kwamba yale mafunzo yao yanaendana na mafunzo ya Uislamu. Kwa mfano, wapo watu wanaamini kwa mafunzo yao wanaruhusu kwamba, na yanasemwa hayo kwamba inafaa mwanaume kumtumia mke wake kinyume na maumbile, na wanasema haya nayo yapo katika Uislamu wetu. Haya yapo katika msingi upi? Ndio hao maimamu wanne ambao wanayafundisha, kwa sababu umesema yanayotokana na hao yatakuwa yapo sahihi. Ni hao wanne ama yanatoka wapi haya na yapoje katika sheria? Inshallah. Baada ya kumtoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ashabi rasulillah na tabi'in, hapa pamezuka tatizo ambapo ndio lile wamala sheikhul lahu fa sheikh shaitan. Mtu anasoma Qur'ani yeye mwenyewe na ufahamu wake yeye mwenyewe, basi inazuka hatari ya kuzusha kuhalalisha ambapo kitu sicho. Na hawa watu ni hatari kweli kweli katika mustalah au katika history na maarufu, wanaitwa Mu'tazili. Wao wamejitenga katika sunni wal jamaa. Sasa wako namna mbalimbali, na haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema satafariqu ummati ala thalatha wa sabina firqa. Mtume umati wangu utagawana katika, unaona madhehebu yanakuja katika firqa 73, kulluhum fi nar,
yote 72 motoni ila wahid, ila kundi mmoja. Kundi gani? Anasema wale aliokuwa katika yale nafsi mimi. Kwa hiyo mafundisho sahihi ya aimatu mujtahidin kwa thalatha tunaitakidi ndiyo mwendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuanzia hapa waliojitenga Khawarij ambao wamejitoa, shetani kawapa ruhusa kuitengeneza hii dini, kila mtu na namna yake. Wako watu wengine swala asubuhi rakaa 2 na jioni asubuhi rakaa 2 na jioni rakaa 2. Hizi swala 5 wanasema ni bid'a. Nao wametosheka kabisa na watu wao wanaendelea. Mungu atulindia bil alamin kutoka katika sunna wal jamaa. Sunna wal jamaa ndio inatakiwa ishikwe. Na tunapata wapi sunna wal jamaa? Imeacha na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ilazimisheni mwendo wangu mimi na mwendo makhalifa Rashidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kwa amati mujtahidin wako katika hiyo kada khulafa ar-rashidin. Yako alifika mpaka 73 kwa mujibu wa Mtume. Kwa hiyo madhehebu kwa mujibu yake lazima yawe. Kwa hiyo shekhe, kwa maelezo hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maelezo yako unatuthibitishia kwamba madhehebu yapo mengi sana na yataendelea kuwa mengi sana. Lakini ni dhehebu moja tu katika hayo mengi ambalo litakuwa ndio limeongoka. Labda kidogo. Sawa. Mano yako. Sawa. Sasa mbona yako mane? Nilikuwa nataka niulize hilo swali sasa. Basi nalifuta. Asante. Haya mane yote ni moja, ni sunni wal jamaa. Okay. Alaykum bi sunnati, ndio neno sunna katika istilah. Nini? Wa sunna al-khulafa ar-rashidin ndio sunna jamaa. Kwa lugha ya sunni wal jamaa ushahidi wake unatokana katika neno la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo manake hili kundi la watu wa sunna na jamaa ambalo ndani yake kuna mujtahidin wanne linahesabiwa kama ni kundi moja. Yoyote atakayekuwa popote atakuwa hivyo sawa. Na shekhe, sasa tunalizungumzia hili jambo la ikhtilaf, tunalizungumzia hili jambo la madhhabi. Hili jambo la ikhtilafu na madhhabi, na tumeona kwamba kwa msingi wa mazungumzo yetu inafaa kutofautiana katika baadhi ya mambo sio tatizo. Hili jambo ruhusa yake ipo katika masuala ya kisheria au hata katika masuala ya kitauhidi? Hili jambo linaruhusiwa kutofautiana katika mitazamo na misimamo. Tauhidi hapa na ruhusa. Tauhidi ikitofautiana basi lazima iko moja mbovu. Tauhidi lazima iwe moja tu. Ama sheria na matumizi ya miamala mbalimbali, ibadati, haya ndio yanapata nafasi la sharika lahu. Kwa hiyo ukileta tauhidi tatu, sio maana tutapata watu wengine wanatakika Mwenyezi Mungu katika arshi kakaa. Ar-Rahman
ala na Mungu katika arshi kaka ndio inapelekea utoka katika uchafu na hapo ndio ungikosa hapo hakuna kinachoharibika kitatengenezeka hakuna. Kwa Mungu ni mmoja mmoja tu, na tafsiri ya hii Ar-Rahman al-Istawa okay elewa kiakili mtu mjanja lazima ukubali kaka. Na kaja shekhe kutoka Sheikh Abi Ubaida kaja kuitisha hapa kwa darasa. Alhamdulillah Mungu amjaze khairi, katutoa mishkili sana. Sheikh Uwais radhiallahu anhu katika kasaida zake kiwepo moja ya tauhidi ismayo bismillah radhiallahu ta'ala الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال ربي بلا سلاح حلو يبقى ربي هذا المياه الله ذو الجلال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال الله ذو العز والبقاء والصناء الله ذو الجلال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال الله وجوده عميم علينا واليتيم كذا رحمة ذات الله ذو الجلال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال ربي بلا مثال يمسح بلا خال حي بلا زوال الله ذو الجلال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال ولا تنازع عن جهاتي كذا وعن مماتي والفناك والوفات الله ذو الجلال الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ذو الجلال. قصيدة هي تupata tauhidi safi kabisa ndio Allah subhanahu. Kabla tujaingia katika hiyo kaswaida, miongoni mwa mambo yanayolalamikiwa na baadhi ya watu, miongoni mwao wanajinasibu kwa elimu zao kwamba masufi wanayo akida, tauhidi yao ina matatizo, akida yao ina matatizo. Inasemwa kwamba na tuliona kwamba wewe ni bobezi katika masuala ya kisufi. Inasemwa kwamba watu wa sufi namna yao wanavyomtambua Mungu na kumweleza Mungu ni tofauti. Kuna vitu vinaonekana kama ni shirki ndani yake. Wanafikia muda wanawaweka watu katika maweko makubwa, katika sifa kubwa ambazo sifa hizo anafaa kukaa Mungu. Tupe hili katika ufahamu wake, katika maana ya hili tueleze hili, alafu tulione hili la pili tutalizungumza namna gani. Ndio maana subhanahu wa ta'ala amekataza dhanna. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dhunnu bil mu'minina khaira. Anatoa amri fanyeni dhanna kwa waumini wenzenu wala nzuri, kiwa na dhanna kwa mwenzio mbaya sivyo. Kama unasikia mwizi, fanyeni upelelezi, nenda kakae naye. Kama anasema jambo baya, nenda kama uulize, pengine ni mjinga wewe, kuanzia pale nao inakuwa kaingia katika usufi. Lakini nakaa huko polini, halafu wanaporojoka. Na kwa dalili watu wengi walikuwa wanakuta masufi.
lakini baada ya kukaa na masufi wakawa masufi wazuri, kwa sababu kinachowatesa wanaacha kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhunnu bil mu'minina khaira. Sasa shekhe, tunaona tatizo katika hayo maelezo. Ina maana kama wanasema kwamba kama itakuwa tunakataa sisi kama kuna kundi la wanazuoni linakataa kwamba Mungu hajakaa katika arshi, maana yake kwamba juu hayupo sasa kwenye arshi, lakini pia chini hayupo. Inakataliwa kwamba Mungu yupo pahala. Kwa hiyo hayupo juu, hayupo chini, hayupo kulia, hayupo kushoto. Kama hayupo huko kote, maana yake Mungu hayupo. Vinginevyo kama tunataka Mungu awepo, tukubaliane Mungu yupo juu. Hoja yao ndio ipo hivyo. Hiyo hoja inajibiwa vipi sasa? Sheikh Abi Ubaid radhiallahu akasema jawabu latif lima yasalahu Allah. Aljawabu latif lima yasalahu Allah. Jibu lake jepesi kabisa pamoja wake kwa mtu Mwenyezi Mungu kumfanyia wepesi. Jibu ni hili, bwana wewe unasema kwa sababu Mungu hayupo popote pale, ana maana. Basi ndio Mungu mwenyewe kama hayupo. Sasa muulize, Arishi kaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuonyesha uwezo wake, anaweza kufanya chochote. Inachoonekana kwa sababu kama hayupo pale hayupo. Sasa tumuulize huyu anatakiri kama hapo yupo popote Mungu hayupo. Je, asio imeumbwa ni kitu kimezoshiwa kama alivyoumbwa yeye msemaji. Sasa Mungu kabla ya kuumba arshi, je, alikuwepo au hayupo? Alikuwepo. Ajibu huyo mbishano. Maana swali linakuja kwamba tunakubaliana kwamba juu kuna arshi. Je, hiyo arshi imeumbwa, imejiumba? Kwa hiyo kama tutakubaliana au watatupa jibu kwamba imeumbwa, ndio tutamwambia aliyeumba nani. Akisema kama hayupo, alikuwa hayupo, basi huna haja hoja, kisha jisikiliza kafiri mkubwa, kisha tangaza ukafiri wake mkubwa, hamna hoja. Lakini akisema yupo, swali linakuja, akili gani anakutuma Mungu hajaumba arshi alikuwepo? Sawa. Sasa kama arshi, kama ukisema yupo katika arshi hakuwepo, akili gani inakutuma ile, na akili gani inakutuma kwamba kabla ya arshi Mungu alikuwepo? Sasa kama arshi ukisema hayuko arshi hakuwepo, basi kishilia mbali. Naomba niarudie ya maneno kidogo ili aweze kusikika vizuri. Sallu ala nabii. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Shekhe anasema kwamba kama atasema, narudia kama itakuwa nimeaweka vizuri, kama mtu atasema kwamba arshi ile imeumbwa na Allah, tutamuuliza kabla Allah hajaumba hiyo arshi, Allah alikuwa wapi? Kama wewe unaona uwepo wa Allah lazima kuwe na arshi. Sasa kabla hajaumbwa arshi, Allah alikuwa wapi? Sio alikuwa yupo hayupo? Muuliza alikuwa wakati wa yupo hayupo. Akisema hayupo, mazungumzo katangaza ukafiri kamili kabisa. Sizungumze naye kabisa. Shetani maana yake shako. Lakini akisema yupo, sasa bwana huyu akili gani inamtuma kwamba kabla ya kuumba arshi Mungu yupo? Lakini kufuru alipomba arshi, sasa itakuwa maajabu. Akili gani hizo? Sawa sawa. Kwa sababu Mungu kwamba arshi si kwa shida akae, kaonyesha Mungu wake tu. Sasa wewe unaona kama Mungu kaomba arshi sijui sasa akae. Sasa anaombaje na hayupo? Sawa sawa. Alhamdulillah. Unajua mambo ni mambo ni hoja za kimantiki, ni hoja za logic. Kwa hiyo huwa zinajibiwa kimantiki. Kuna mambo yanafikia yanajibiwa kimantiki kama hoja zenyewe zinavyokuja kimantiki. Asante sana shekhe, asante sana. Niongezeke kidogo. Naam? Niongezeke kidogo. Sawa, tupe faida. Hapo mahala wewe ukisema Mungu kwa mahala,
lazima Mungu awe mahala sawa, lakini ujue hapo mahala akapamba yeye sawa sawa, hapo mahala hapo kuwepo, lakini kama wewe sasa wewe lazima yawe na mahala. Hii akili gani? Mbona wanajichanganya kama mtu aliyovuta bangi? Nisameni mama. Anasema shekhe, hata kama wewe utasema Mungu yupo pahala fulani, lakini hapo pahala napo alipoumba Mungu, ina maana Mungu alianza kuwapo kabla hapo pahala hakupo. Kwa hiyo uwepo wa hilo eneo hautegemeani na uwepo wa Mungu. Allah subhanaka Allahumma alhamdulillah wa naskhuru wa natubu ilayk. Amin. Amin. Tumesoma lakini mtazamaji, tumeweza kuanzia mwanzo kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na fiqhi, lakini baadaye tukaingia katika tauhidi ili tuone kama kuna ruhusa ya kisheria ya kwamba kwenye tauhidi kunawezekana nako kukawa na ikhtilafu. Lakini maneno ya shekhe yameonyesha wazi kwamba tukiruhusu iwepo ikhtilafu katika masuala ya tauhidi, maanake tutakuwa tunaruhusu kuishi na kundi ambalo linatembea katika upotofu. Akatuzamisha kidogo katika bahari ya kisufi, kwa sababu tulitengeneza swali huko katika bahari za kisufi, kama je, masufi itikadi yao ni itikadi sahihi, tauhidi yao ni tauhidi sahihi. Ameweza kutuzamisha huko, lakini bado tuna maswali mengi ya kuendelea kujua, kwa sababu tunaposoma tauhidi tunasoma juu ya swala la kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kumtaja Mungu, kumsifu Mungu. Na masufi mmejikita sana katika eneo hilo la kumtaja Mungu na kumsifu Mungu. Na masufi mna namna yenu ya peke yenu. Na namna yenu ya peke yenu ya kumtaja Mungu na kumsifu Mungu. Tutatenga siku tuje tuzungumze sasa juu ya mifumo yenu ile ya kidhikiri ipoje, na tupate dalili zake tuone inaendaje. Kwa nini mnafanya hivi na mnafanya hivi kwa sababu zipi? Zaidi ya hapa, mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha sawa, mpaka hapa mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Ulimwengu wa Mashekhe, ndio tunaelekea sasa ukingoni. Lakini kabla ya kuweka nanga katika kipindi chetu, tunampa shekhe kidogo awe na maneno ya kutuaga nayo, na baadaye tufunge kipindi chetu. Karibu shekhe. Alhamdulillah, asante sana. Kabla ya kuagana nanyi, nataka kutoa faida zaidi. Ar-Rahman ala stawa. Mwenyezi Mungu katumia katika balagha neno lile inaitwa tauria. Inaitwa tauria. Ndio maana katika tafsiri Sheikh Mahmud ananiambia kwamba ziko tafsiri za Kisrailia, Kwa hiyo sasa hata mashekhe zetu wasipotahadhari wanachukua huko. Ukikubali Mungu yupo kakaa kwenye arshi, lakini ukaja mwenyewe ukubali unga mkono wale makhabisi. Kwa hiyo utafafanue tafsiri kibalagha tauria. Shekhe, unafahamu maana ya tauria? Hapana. Katika mtindo wa moja wa balagha katika elimu ya maani huko, si ya maani, elimu ya badii, kuna kitu kinaitwa tauria. Tauria ni neno moja likitamkwa, lakini lina maana mbili. Lina maana moja hilo, maana moja ya karibu na moja ya mbali. Kwa hiyo neno stawa katika Kiarabu kilugha hasa kamili nini? Istakara. Kama ingekuwa maana hiyo peka pale kakaa sasa. Lakini kuna maana nyingine ya baidi, anakusudia msemaji ndio maana ya baidi, ya mbali. Kwa hiyo Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu akatumia tauria pale katika lugha tauria alisa. Kwa hiyo ina maana mbili neno istawa. Kuna maana ya kwanza istiqarra na maana pili ilahi, ni utawala. Kwa hiyo tafsiri sahihi pale Ar-Rahman
Mwenyezi Mungu katika ametawala. Maana zipo mbili tunazikubali zote. Lakini inayokusudiwa ni ile maana ya mbali na sio hii maana ya karibu hii ambayo unaiona kwa haraka. Na hiyo inaitwa tauria. Na hiyo hawezi kujua mufasiri mpaka kana mashaka wa kisufi. Kwa leo mimi naanza kuongeza jambo hapa. Mwenyezi Mungu anaposema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa kweli inaonyesha kwa uharibifu huu ahla dhikri hapa ni ahli taraiq. To ahli dhikri. Mbona Mwenyezi Mungu hakusema fasalu ahlul ilmi? Ndio. Sasa hilo niongeza kabla hatujaagana. Asante sana. Unajua shekhe, unatufanya tuone sasa kuna haja ya kuongea na wewe mara ya 3 na mara ya 4 na hata mara ya 5. Amin. Sallallahu. Naona kuna vitu vingi hapa tunaweza kuendelea kuvipata. Shukrani sana, na nikushukuru Sheikh Hamdani kwa namna ulivyoweza kutumia muda na sisi, lakini pia nikushukuru mpenzi mtazamaji kwa muda ambao umeutumia. Kipindi ni Ulimwengu wa Mashekhe. Hapa tutajifunza vitu mbalimbali, tutastafidi katika bahari kubwa ya kielimu. Mwenyezi Mungu atupe fadhila na atupe ubora kwa ilmu zao. Kabla ya kumaliza sasa, tumalize kwa dua. Sheikh atuombee dua ya kufungia kipindi chetu. Naam Sheikh. Bismillah. Wala hadhar masal. Abi Bakr Umar Saifullah Zubair Salim Fatima Khadija وتبت ثم إلى بنا آدم اللهم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم حسن قلوبنا من هموم الدنيا وجاعها، وافتح علينا أبواب الفضل وتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك برحمتك يا رب. اللهم أذقنا جميع لذات الصد من الفاتحة إلى الناس صدا متقنا بدون خطأ ولا تردد. اللهم كتابك أجرها في صدورنا وجعلنا ممن يعمل بعامله وينتهي عن نواهيه يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من الدعاء. اللهم إنا ضالون فاهدنا، وإنا فقراء فاغننا، وإنا ضعفاء فقونا، وإنا ظلمنا. اللهم إنا جاهلون فعلمنا برحمتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم بروح منك عيدنا ومن علمك مغنون العبد. اللهم يا من لا يهتدي، اللهم ألهنا حب معرفتك وصلحك والخيانة ولا نحبه. اللهم جلنا، اللهم جلنا اعتقادا والخيانة إليك والحب فيك والأدب معك، وأنت نور السماوات عز جارك وجل ثناؤك تخشى اسماؤك وعظم شأنك ولا إله غيرك. سلمنا وسلم ديننا وكمل ماننا وتمم فراننا ووجهنا بكلياتنا إليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفا ولا أقل من ذلك وشوقنا إليك. قربنا لا إذا عبدنا، قربنا إذا عبدنا، قرب منا إذا قربتنا، وعلمنا إذا جهلنا، وفهمنا إذا علمتنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الكافرين. اللهم فرق جمعهم، اللهم انصر جمعهم، اللهم دمر رجالهم، اللهم شتت
اللهم اصلح من صلاحه صلاح الإسلام، اللهم اصلح من صلاحه، اللهم اصلح من صلاحه صلاح الإسلام، وهلك من هلاكه إلى صلاح المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.